Sabbath wana KPCU. Tuko na furaha kwa vile Mungu ametuwezesha ili tupeperushe hii injili ya Bwana, hata ingawaje hatuwezi pata tufika kanisani vile inatakiwa. Kwa siku ya leo niko na furaha kukaribisha nyinyi nyote ambayo mmefika hapa na hata wale ambayo hawajafika kwa hii sabato ya leo. Nami ambayo nimepata nafasi kukaribisha nyinyi nyote, naitwa Solomon Wango, na tuombe ili tuanze sabato yetu ya leo. Jehovah Lord and our loving Father, we thank you for the much you've done for our lives. The week has been so long, Lord, but we are grateful that once more, Lord, you made us to see another holy Sabbath. Loving Father, we thank you for the various provisions that you've given us. Even though, Lord, we've gone through a lot of troubles, Lord, but we thank you that you are still there for us. Loving Father, as we want to start our services of today, Lord, we ask you to be the caretaker. Start with us till you come to the end of it, Lord. I want to present to you Elder Ombati Nyachuba, Lord, whom today you saw fit, Lord, to present thy word, Lord. Father, how I ask you to just use him as thy vessel, Lord, to present all that you have for us, Lord. For that's what we have. That's all we ask in your name, Jesus Christ. Amen. Kwa masaa haya nachukua ili nikaribishe Elder Ombati Nyachuba ili atupee mkate ya leo. Wangapi wananisaidia kumkaribisha? Asanteni. Karibu Elder. Ni wakati mwingine mzuri sana tumepata hii nafasi kufika katika siku ya leo ili tuweze kumwabudu Mungu wetu kwa vile ameweza kutulinda wakati wote mpaka siku ya leo. Na kwa hivyo ningependa kuchukua hii nafasi tuweze kuomba ili tupate neno. Tuombe. Baba wetu usiye juu mbinguni, tunakushukuru kwa vile umeweza kuwa nasi tangu wiki iliyopita mpaka wakati huu. Baba, tunashukuru kwa kipaji cha uhai umeweza kutupatia. Baba, kwa wakati huu tumeombea wenzetu wale wako kwa hospitali wasikii miili yao mzuri, na wengine wako katika manyumbani mwao. Tumeweka kwa mkononi mwako wewe Baba, uweze kuwahudumia wakati wanapotumia madawa waweze kupona, na ili wapate kupata nafasi ya kuweza kuabudu Baba. Kwa siku ya leo ambayo ni sabato yako, tunakuja mbele zako tukiomba msamaha wa dhambi na makosa Baba ambayo tumeweza kufanya. Ili Baba hii siku iwe yako na iwe takatifu tunapoendelea kungoja katika ufalme wako unaporudi mara ya pili. Naomba machache katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Basi wenzangu, ningependa kuwakaribisha katika sabato ya leo ili tuweze kupata neno kutoka kitabu ya Mungu. Basi hii injili tunaposikia ni ya kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno ikawa ni Mungu. Ningependa tupate kusoma kutoka kitabu cha First John 1 verse 1. It says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
In the beginning, rudia msomaji. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Basi tumesikia hapo mwanzoni kulikuwa neno na neno ilikuwa Mungu, ambaye ilinakiliwa katika vitabu ili sisi wote tuweze kupata kuja kuisoma ili tunapongojea Mungu wetu. Ili neno vile tunapolisoma ni kwamba ilikuwa ni Yesu ambaye alikuwa katika mwanzo wakati ulimwengu ulikuwa unaumbwa. Ningependa tupate uhakikisho ya kwamba ili neno kweli ilikuwa katika mwanzo na ndio lilikuja kutiirisha wakati wetu. Tupate kusoma katika hiyo kitabu ya Yohana 14 mlango wa 2, tusikie inasemaje. It says, "My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you?" Basi hiyo verse inatuambia ya kwamba huyu ni Yesu anaongea, naambia wafuasi wake wakati yake ilikuwa inafika, nataka kurudi huko mbinguni. Anasema ya kwamba anatoa uhakikisho ya kwamba in my Father's house there are many rooms, and if it were not so I would have not told you. Hii jambo linafurahisha ya kwamba tunapewa uhakikisho ya kwamba mahali Yesu anaenda kuna makao mengi yetu sisi wote tunapofika huko. Kwa hivyo tunapoishi katika hii dunia, tunapofuata Mungu, tunapofuata Kristo, tujue ya kwamba kuna makao mengi huko mbinguni na ni mingi, inatosha kila mtu. Ndio tumepata uhakikisho ya kwamba Yesu anaporudi huko iko nafasi ya kutosha sisi wote. Naye ndio tuwe tunafika huko, lazima tuwe tunafuata maagizo fulani. Naye ningependa tusome katika kitabu ya Isaya 55 verse 3, tusikie vile nasema. It says, "Give ear and come to me. Listen that you may live. I will make an everlasting covenant with you. My faithful love promised to David." Basi tumesikia ya kwamba naambiwa, ebu incline your ear and come unto me. Here your soul shall live, and I will make an everlasting covenant. Naambiwa ya kwamba tunaposikiza neno la Mungu ili tuweze kufuata ile masharti yote vile tunafunzwa, Mungu ataweka agano ambaye ni la kudumu katika sisi na yeye, na ambaye itatuwezesha tuweze kufika ile promise tumepewa ya kwamba huko mbinguni kuna makao mengi. Lakini tunapokuwa duniani tunapata kuna challenges mingi ambaye tunahitaji kuenda through ndio tuweze kufika hapo. Hebu tupate kusoma naye kitabu inaitwa Titus ya kwanza mlango wa 16. Msomaji. Titus wa kwanza mlango wa 16. Mnenaji anaendelea kutafuta, inasema, "They profess that they know God, but in works they deny him, being abominable and disobedient." It says, "They must be silenced because they are disrupting whole household by teaching things they ought not to teach, and that for the sake of dishonesty gain." Basi tunasikia ya kwamba wakati watu tuko katika dunia kuna kwako na mafunzo mengi ambaye mengi watu huwa wanaongea, lakini katika ile matendo yao afuati kulingana na vile masomo vile maandiko yanasema. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba katika hali hiyo lazima tufuate mafundisho vile tunapoyapata katika vitabu ili tuweze kufika katika ile mahali tumepewa ahadi. Naye tupate yale ambayo yanatufanya tusipoweze kufika mahali tumeahidiwa na Yesu ya kwamba kuna makao mengi.
naye tupate kusoma katika kitabu cha Galatians 5:19 mpaka 21. It says, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Basi tumesikia katika hiyo kitabu ya Galatians 5:19 mpaka 21 yale mambo ambayo yanaweza kutufanya tusiweze kufika katika ule mji tumeahidiwa, ya kwamba kuna the flesh, what the flesh desires and what the spirit desires is quite different. Kwa hivyo tunapoendelea kujiandaa ili tuweze kufika mbinguni, tumeambiwa mambo ya kimwili tuweze kuepukana naye kabisa, ndio tuweze kufika katika ule mji ambaye tumepewa. Hapa tunaambiwa ya kwamba pia kuna wakati itafika ambaye watu hawezi kustahimili ama kusustain the true gospel, ambaye watakuwa wanapenda kusikia maneno ya watu kuliko ile imeandikwa katika kitabu. Hebu tusikie naye kutoka kitabu ya Timothy, 2 Timothy 4:3. It says, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Basi tumesikia ya kwamba itafika wakati ambaye watu hawatapenda maneno ama Injili, lakini watapenda kusikia ambaye maneno watu wanaongea ambaye sio msingi ya kanisa ama ya neno la Mungu, lakini watapenda kusikia vile watu wanaongea hapa na pale na kufuata hiyo, kwa sababu hiyo ndio ile mambo shetani anafanya katika hii dunia, ili ku make sure amepotosa watu wengi bila anawezavyo wasiweze kuingia katika ile mji tumeweza kuahidiwa, ambaye na sisi tumeambiwa ya kwamba ni mzuri tuweze kufikiria sana tunapofuata hii maandishi ya Mungu, ili tuweze kufika katika ile mji tumeweza kuandaliwa. Naye tupate somo lingine kutoka kitabu cha Psalms 1:1. It says, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodliness, and nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Kwa hivyo hapa tumepata hakikisho lingine la kwamba ijapokuwa hii mambo yote iko katika hii dunia ambayo inatusunguza hapa na pale, yule atakaye kuwa blessed ni yule atakayefuata vile maandiko yanasema, na asipokuwa katika ile group kuingiana na watu wengine, wala wafanyi ile mambo inatakana kufanyika katika Biblia tunapofuata Mwokozi wetu. Naye tunaambiwa ya kwamba tunapofanya hivyo, kwa hakika hatutakosa kufika ile mji ambaye tumeweza kuahidiwa ile wakati ya mwisho utakapofika, ambaye Mwokozi wetu atakaporudi mara ya pili. Naye sasa tunapoendelea katika hii dunia na hii mafunzo ya Kristo, ni kwamba isipokuwa kuna hiyo challenges ambaye ziko, tunaamini ya kwamba vile Yesu alishinda, na sisi tutaweza kushinda, ili tuweze kwenda na kufika mbinguni, mahali hatutakuwa na shida mara kwa mara, kwa sababu Mwokozi wetu ameweza kutuahidi ya kwamba kwa kweli huko mbinguni kuna makao, na hiyo makao ni mingi ambayo inatosha kila mtu. Kwa kumalizia, ningependa tuweze kusoma hii verse ambayo ni ya kuhimiza sana na encourage, na inatuambia ya kwamba tunapopata hii changamoto katika hii dunia, tusikufe roho ama tusichoke, tusifuate ya dunia, lakini tuweze kufuata vile Mungu anahitaji sisi tuweze kufanya.
Hebu tuweze kusoma katika kitabu cha Isaya 41 fungu la 10. It says, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." So, vile mmesikia, what a wonderful promise, that fear not, for I am with you. Tumeambiwa ya kwamba tusiogope, ya kwamba kwa sababu tuko na Mwokozi wetu ambaye ataendelea kuwa na sisi mpaka wakati ya mwisho. Tusiogope chochote. Be not dismayed, for I am your God. Na Mungu ametuhakikishia ya kwamba yeye ni Mungu wetu. I will strengthen you. Yes, I will help you. Hilo ni hakikisho ya kwamba tunapoendelea kuwa katika hii dunia, tunapoendelea kuishi maisha, tunapoendelea kungoja Mwokozi wetu, ni ya kwamba katika hili challenge sote tutapata. Tusiogope, tusikufe roho, lakini tumepata hakikisho ya kwamba ile siku ya mwisho ikifika, tutakuwa na Mwokozi wetu katika ile makao ambaye tumeambiwa. Ambaye jambo la muhimu hapa ni kwamba hakikisho ya kwamba in my father's house there are many rooms. For us to be there, sisi na wale wengine wako hapa wote, ningependa kuwahimiza ya kwamba hizo rooms, hizo mahali imetengenezwa, tusikose kupata nafasi katika hiyo mahali. Kwa hayo machache, ningependa Mungu aweze kuwa nanyi mpaka wakati huu, siku hii ambaye afurahi tapokuja, tutakapokuwa pamoja tukifurahi tunapoenda mbinguni. Na Mungu aweze kuwabariki. Amen. Asante sana. Hebu tuweze kupata ombi. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru pia kwa vile umeweza kuwa nasi tangu tulipoanza mpaka tumefika wakati huu. Baba, ile neno tumeweza kusoma, tumeamini Baba litatusaidia katika maisha ya ulimwengu, na tuwe tayari kukulaki mara ya pili unaporudi katika duniani Baba ya pili, ili tuweze kwenda mbinguni kwa makao ambaye umeweza kutuahidi ni mingi tele kwa kila mmoja wetu. Baba, tunapoendelea kungojea namba machache uweze kufika hapo mbele yako, katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Asante sana.